Hello ndugu zangu wa Tanzania, habari zenu? Mimi mko poa sana. Sasa Mwalimu Nyerere aliwahi kuongea neno moja kwamba maneno ya kijinga yakizungumzwa kwa Kiingereza yanaonekana ya maana sana. Sasa ina maana gani hii? Tutaizungumzia leo. Kuna watu wawili nataka tuwazungumzie hapa. Lakini kitu ambacho tutakijadili sana ni kuhusiana na hotuba ya msanii wa Marekani, nadhani ni raia wa Ghana, bwana Akon, ya Disemba, kama sikosei ilikuwa ni Disemba 14, 2015 huko Rwanda. Yule bwana aliongelea kuhusiana na usiri wa maovu unaofanywa na mataifa kama Marekani na jinsi wa Afrika ambao wanayatangaza kwa ubaya mataifa yao. Hii aliitumia ndugu yetu bwana nani yule Msigwa kuelezea namna gani na sisi tunatakiwa kuwa hivyo. Sasa mimi nitashauri kitu kimoja. Kuna wengi sana wampiga makofi kwa kauli ile na mfano ule uliotumika. Lakini nitasema kitu kimoja. Marekani kuna uhalifu mwingi sana. Yawezekana wao wanauficha uhalifu wao kwa sababu wameamua kutumia mbinu hiyo ya kuficha uhalifu. Lakini sisi, kwa mfano kwa sisi Tanzania, hatukuishi maisha ya kuficha uhalifu kwa sababu hatukuwa nao. Kwa kutumia maneno haya ya Akon, sijui Akon ni mwanamuziki, kutuelekeza sisi, tafsiri yake ni kwamba tujifunze kuficha maovu kama wa Marekani wanavyoficha maovu. Wakati sisi hatukuwa tukitangaza nchi yetu kiuongo kukiwa na maovu nyuma yake. Tulikuwa tunaizungumzia Tanzania yetu ikiwa na amani yake ya ukweli. Sasa leo kwa mantikio tunatakiwa kutumia uongo kuitangaza kiuongo nyuma kukiwa na maovu. Ndivyo inavyofundisha. Yaani ukitumia mfano huo wa huyo mwanamuziki aliozungumza hiyo Disemba 4, 2015 Rwanda, bwana Akon, unakuwa unamaanisha kwamba tufiche maovu kwa kutangaza mazuri kama Marekani wanavyofanya. Wakati sisi tulikuwa tumewazidi wa Marekani uwezo wa hekima kwa kutangaza ukweli wetu pasi na maovu yaliyo nyuma ya pazia kama wa Marekani wanavyofanya. Tuachane na hiyo, naamini kwa nilivyo dadavua utakuwa umeelewa. Lakini cha kuongezea kwenye hilo ni kwamba niliwahi kuongea zamani, kila binadamu anazaliwa na akili. Lakini linakuja swala la elimu ambalo linafanya upatikane uelewa. Yaani ile akili uliozaliwa nayo ikiongezewa elimu kinapatikana kitu kujitambua. Kwa hivyo ukijitambua haikuwei ngumu kujitambulisha. Sasa ukitaka kuuzuia uelewa, tafsiri yake inabidi uangalie nini kinaweka uelewa kwenye hizi akili za hawa waliozaliwa na akili. Ni shule. Labda uvunje shule. Lakini kama shule zinaendelea kuwepo na zinaendelea kufanya kazi, wataendelea kupata uelewa wengi. Kinachokuja kutokea ndo kama hivi. Inakuwa ni sawa na mganga wa kienyeji ambaye ametengeneza majini alafu ameshindwa kuyakontrol. Watakusumbua tu. Ikija kauli ya kwamba kuna rasilimali wanazozihitaji ndio maana wanatuchonganisha, kuna siku utaulizwa kama nilivyosema kwa video iliyopita, ni nchi gani hiyo iliyotuchonganisha. Lakini je, ni kweli ni kwa sababu za nchi zingine au ni kwa sababu ya madai ya katiba na watu wanaotekwa pasi na sababu zinazojulikana? Kama kilichowafanya waimbe na kupiga kelele vijana walikuwa wanalilia kukataa utekaji, katiba mpya, tume huru ya uchaguzi, ndivyo vilisababisha vijana waingie mtaani, basi shughulikieni hivi, vikiisha hakutakuwa na ugomvi mwingine. Kwa sababu ukisema kuna watu wanataka rasilimali, wapo wazungu ambao wameingia kwa mikataba yao na miliki migodi ya Bariki, na miliki nini vitu kibao. Kwa hiyo sidhani kama wana haja ya kuwagombanisha ili wachukue vitu ambavyo wanaweza wakavipata kwa mikataba ya makaratasi. Huko ni kuwahadaa watu na kuhisi hawajitambui. Sasa kuna kauli ambayo mmoja anasema kwamba tuna rasilimali chache kwenye taifa letu, kwa hivyo tunategemea mikopo. Alafu anasimama mwingine anasema kuna watu wanatugombanisha, kutaka kutuchonganisha tugombane ili kusudi
ili kusudi wachukue rasilimali zetu nyingi, na mataifa yanayovamiwa na kutokewa na machafuko kama hayo yanakuwa ni kwa sababu ya rasilimali nyingi yalizonazo. Sasa kuna mmoja anasema rasilimali hakuna ndio maana tunakopa, alafu kuna mmoja anasema tuna rasilimali nyingi mpaka kuna mataifa yanaanza kutogombanisha ili yachukue rasilimali zetu. Nani ni nani? Watu wana akili, wana uwezo wa kuchambua maneno. Pangeni hotuba zinazofanana ili msiji outsmart siku moja. Sasa watu wabaya wanaweza wakawepo kwa sababu ya rasilimali, ni sawa kabisa. Shetani huwa yupo kwa ajili ya kufanya uharibifu. Lakini wapo watu ambao kutokana na ugumu wa maisha wanaamua kwenda kwa waganga wa kienyeji ili wapate unafuu wa maisha, kitu ambacho ni kibaya. Kwa hivyo hao wabaya ambao mnahisi kwamba wanaweza wakawepo kwa ajili ya rasilimali zenu, ni kweli kuna Watanzania watakuja kufika sehemu wataona bora twende kwa hao wabaya, kama ndiyo itakuwa njia ya ukombozi wa kile tunachokihitaji. Ndio maana kuna mtu umaskini unambana, anaona ni bora niende kwa mganga nipate unafuu wa maisha kutoka kwenye huu umaskini. Sio ushirikina, sio mzuri, lakini nimeutolea mfano. Tusiende kwenye ushirikina, Mungu hapendi hayo mambo. Kwa hivyo tusifike sehemu tukaanza kutengeneza mazingira ya kuzungumzia nje wakati tatizo letu ni mambo matatu: utekaji, na nilishasema kuteka na kuua haitii uoga, inatia hasira na inachafua picha ya taifa. Watu tutakosa watalii na vitu vingine kama hivyo kwa kuhisi ni taifa la watekaji. Utekaji uishe, tume huru ya uchaguzi, wapeni watu katiba. Ni vitu vitatu. Hakuna taifa la nje ambalo linahitaji hivi, ni Watanzania wa ndani ndio wanahitaji hivi vitatu nilivyovitaja. Hakuna Marekani anataka katiba mpya ya Tanzania, hakuna Marekani anataka tume ya uchaguzi, hakuna Marekani anayetaka utekaji humu uishe. Ni sisi ndio tunataka Watanzania. Ndio vilivyofanya watu wapige kelele. Kwa hiyo msihadae watu kana kwamba akili za kujitambua hazipo. Tutoke hapo sasa. Mjadala huo umefungwa. Kuna watangazaji fulani wa chombo cha habari, ni wachambuzi sana wa mambo ya kivita ya Afrika na nje ya Afrika. Ukiwakuta wanachambua hapa, tunarudi kwenye ile point ya maneno ya kijinga yakizungumzwa Kiingereza yanaonekana yana maana sana. Wale mabwana ukiwakuta wanajadili masuala ya vita vya Gaza, sijui wapi, wanaongea mpaka maovu yote wanayazungumzia. Sitaki kuwataja hapa kwa sababu ya heshima yao walionayo. Lakini wale mabwana leo nimemsikiliza mmoja, nikampa sikio langu kwa muda mrefu sana kumsikiliza. Ameongea vitu vingi, lakini ukimsikia jinsi anavyoiongea na kuibagaza na kuibananga ile ripoti ya CNN, unagundua kabisa kwamba anatengeneza mazingira ya kutaka kukikataa kile ambacho kimetokea. Mchambuzi huyu. Lakini akiwa anachambua mambo ya watu wa Israeli, mambo ya Gaza, anaongea kinagaubaga sana. Leo nimekaa nimemsikiliza, nimesikitika sana kwa sababu anaonesha kutaka kuhararisha kwamba zile video kuna nyingine ni za uongo, kuna nyingine ni za ukweli. Kwa hiyo anajaribu kuonesha kwamba uongo pale ni mwingi kuliko uhalisia uliotokea. Kwa mtu kama huyu unakuta ana namna anavyonufaika na hicho kitu anachokifanya. Yeye wakati anakataa hivyo, huku viongozi wakubwa wanatoa pole kwa wafiwa. Lakini yeye anavyoongea kwenye akaunti yake, it's like hakuna kilichotokea sana. Kwa hiyo anatumia maneno matamu ya Kiingereza na utaalamu wa kuchambua vita kutaka kuonesha ile habari ya CNN sio sawa. Ningemshauri tu huko aliko aache hata kujadili mambo ya Israeli, mambo ya Ukraine, aache kuyajadili. Kwa sababu anavyojadili yale, ana uhakika gani kwa zile ripoti anazozipata kule kwamba na zenyewe za kweli kama za hapa kwake amezikataa? Sasa Mungu anasemaje? Huwezi ukasema unampenda Mungu usiyemuona kama haujampenda jirani yako. Waswahili nao wanaongezea neno, wanasema huwezi ukaanzia kwa jirani bila kutokea kwako. Lipendeni taifa lenu kwa vitendo. Acheni unafiki wa kijinga. Okay. Wewe ambao hujasubscribe, endelea kusubscribe hapa. Tuendelee kukuza channel yetu. Mungu awabariki sana ndugu zangu wa Tanzania.